Wakulima wa ufuta katika wilaya ya Songwe wameingiza zaidi ya shilingi bilioni 3 kwenye mnada wa kwanza wa ufuta wa msimu wa biashara wa mwaka 2026 uliofanyika Ijumaa ya Mei 8. Mnada huo ulifanyika kupitia mfumo wa kidigitali, uliuza tani 1923 za ufuta ndani ya saa chache, huku zaidi ya kampuni 10 zikishiriki kununua. Akizungumza wakati wa mnada huo, ofisa mwandamizi wa uendeshaji wa biashara wa soko la bidhaa Tanzania TMX, Justa Martin, amesema mwitiko wa soko ulikuwa mzuri na ushindani kati ya wanunuzi ulisaidia kupandisha bei. Leo tumekuwa na mnada wa kwanza wa ufuta kwa mkoa wa Songwe na tumepeleka tani 1923 sokoni. Tumekuwa na mnada mzuri, zaidi ya kampuni 10 zimeshiriki kwenye mnada wa leo, na bei ya juu tuliyoipata ilikuwa shilingi 2700 na bei ya chini ilikuwa shilingi 2625. Na kulikuwa kuna washindani wangapi siku ya leo? Zaidi ya kampuni 10 zimeshiriki kwenye mnada wa leo. Tani ambazo ziliingizwa sokoni zimeisha au zipo ambazo zimebaki? Tunashukuru, mnada ulikuwa mzuri, tani zote tulizozipeleka sokoni zimeuzika, zimeisha. Okay, pia kuna hili swala la malipo. Malipo yatafanyika baada ya muda gani sasa baada ya kupatikana kwa mshindi? Kwa mujibu wa mwongozo, mnunuzi anatakiwa kufanya malipo saa 72 baada ya kupokea invoice. Kwa hiyo tunatarajia mpaka kufikia kesho Chama Kikuu cha Ushirika Soreko kitakuwa kimewasilisha invoice kwa wanunuzi, na baada ya wanunuzi kupokea invoice basi ndani ya masaa 72 watakuwa wamefanya malipo kwa Chama Kikuu cha Ushirika, na chama kitaendelea na taratibu za kuwalipa wakulima walioleta mzigo wao sokoni leo. Kwa mnada wa leo tumeona ambacho kimetokea, tani ambazo zimeuzika pia tumeziona. Kwa matarajio sasa ya mwakani, nadhani tutauza tani ngapi zitaweza kutoka? Matarajio ya mwakani itategemea na uzalishaji kwa mwaka ujao, lakini kwa tulivyokuwa tukifika kwenye vikao mbalimbali, mamlaka ya udhibiti wa nafaka na mazao mchanganyiko COPRA wamekuja na mkakati kabambe wa kutoa mbegu zenye tija kwa wakulima, kuwapatia huduma za ugani. Kwa hiyo tunatarajia kama hali ya hewa itakuwa nzuri, basi uzalishaji unaweza ukaongezeka zaidi na tutakuja na tani za kutosha sokoni. Sawa, lakini pia hao washindani ambao walishiriki kwa siku hii ya leo, nadhani wametoshea katika kuleta ushindani kwenye bei au wanahitajika waongezeke zaidi? Kimsingi katika mauzo utapenda tu uwe na wanunuzi wengi zaidi. Kwa hiyo lakini kila mnunuzi ana mahitaji yake. Ufuta unazalishwa karibia Tanzania nzima. Kwa hiyo kila mnunuzi ana mahitaji yake ya ufuta wa wapi anaohitaji. Kwa kampuni ambazo zimeshiriki kwa mkoa wa Songwe sio mbaya, zilikuwa ni nzuri, lakini tungependa kualika wanunuzi wengi waje washiriki zaidi kwa sababu Songwe wana ufuta mzuri na wenye ubora. Kwa hiyo tunatarajia kwenye minada inayokuja basi kampuni zitaongezeka kwenye minada tutakayoifanya. Tuambie tena bei ya juu ilikuwa shilingi ngapi na bei ya chini ilikuwa? Bei ya juu tuliyoipata ilikuwa shilingi 2700, ndio pesa ya mkulima kabla ya kwa sababu tozo mnunuzi anaenda kuzilipa baada ya hii bei. Na bei ya chini tuliyoipata ilikuwa shilingi 2625. Hii ni pesa ambayo ataenda kulipwa mkulima. Kwa upande wake, ofisa kilimo, mifugo na uvuvi wa wilaya ya Songwe, Idi Ramadhani, amesema mnada huo pia umeingizia mapato makubwa halmashauri kupitia ushuru wa mazao, na hapa anaeleza. Na kwa wastani wakulima wanaweza kuzalisha eka moja kilo 360 mpaka 500 kwa maeneo yale ambayo yamefuata kanuni bora za kilimo. Na niseme leo wakulima wameweza kupata zaidi ya bilioni 3 zimeingia kwa wakulima, na halmashauri yangu ya wilaya ya Songwe imeweza kupata sesi ya milioni 100.2. Kwa huduma tunazozitoa kwa wakulima wetu, kikubwa kinachohitajika sasa hivi ni kuwa na mbegu bora ili tuweze kuzalisha kwa tija na tuweze kupambana na masoko ya nchi za wenzetu, na pia tuweze kufanya vizuri katika halmashauri yetu. Naye mkuu wa mawasiliano na uhusiano kwa umma wa mamlaka ya udhibiti wa nafaka na mazao mchanganyiko COPRA, Teresia Christian, alipongeza matumizi ya teknolojia ya kidigitali katika mnada huo, akisema ameongeza uwazi na ushiriki wa wadau, na hapa anaeleza.
Asante, tunamshukuru Mungu tumeweza, kama unavyoona tayari tumeona wakulima na wanunuzi wameweza kukutana kidijitali, ambapo wakulima walikuwa hapa na waliweza kufuatilia mauzo ya mnada iliyokuwa ikifanyika kidijitali, ambapo tumeona namna ambavyo mwenendo wa mnada huu umekwenda. Tulikuwa na wanunuzi takribani 9 na katika nyanza tofauti, na tumeweza kuona biashara imeweza kufanyika kwa mafanikio. Kitu gani unadhani kifanyike kwa wakulima ili ufuta wao sasa uweze kukidhi mahitaji ya soko la ndani pamoja na soko la kimataifa? Kwa Mamlaka ya Udhibiti wa Nafaka na Mazao Mchanganyiko ni kwamba sasa tunaona kwamba kuna haja ya kuhakikisha kwamba tunaongeza uzalishaji na uzalishaji uwe na tija, lakini pia kuweza kuhakikisha kwamba tunazingatia kanuni bora za uzalishaji wa zao la ufuta na hasa pia kutumia mbegu bora. Na hii itatusaidia kwamba ufuta ambao tutakuwa tunazalisha Tanzania utapata kuwa na sifa nzuri kimataifa, utapata kuwa na kukimbiliwa zaidi na wadau wengi, lakini pia utatusaidia sisi kama nchi kuweza kuhakikisha kwamba ufuta wetu, kwa sababu utakuwa na hizo sifa za ubora ambao unatakikana katika masoko ya kimataifa, kuwa na jina zuri kwa nchi yetu na sifa ambayo tunaweza kuitaka na kuiweza kutumia katika uuzaji wa siku zijazo, na hivyo pia kutupa nafasi ya ushindani katika soko la kimataifa. Kwa upande wa wakulima wa zao hilo la ufuta, wilaya ya Songwe wamepongeza juhudi za serikali kuweka wazi katika uuzaji wa mazao hayo, na hapa wanaeleza. Kwa majina naitwa Thomas Adam Mwashimanga. Mnada wa leo nimeona umeenda vizuri kwa upande wa mkulima. Sio mbaya sana, angalau umeenda vizuri. Bei iliyotolewa umekubaliana nayo? Bei ndio umekubaliana nayo, lakini kwa wastani wa mkulima inatosha kulingana na bei za mwaka jana jinsi ambavyo zilikuwa. Ni wastani mzuri, lakini sio mzuri kivile. Wastani mzuri tu wa kawaida. Ndio. Wewe ulikuwa na ufuta kiasi gani hapo? Ufuta nilikuwa na kilo 1,200 na 200. Ndio. Nadhani nini kiboreshwe zaidi sasa ili zao la ufuta lizidi kuwa kwa wingi, lakini pia biashara yake sasa kwa wanunuzi waweze kununua kwa wingi? Mimi kama mkulima napendekeza kama itawezekana, kama serikali nyingine itaingilia kati kuhusu swala, watuletee mbegu bora, angalau tuweze kupata kipato kizuri, sababu sasa hizi uendeshaji wa kilimo umekuwa na gharama kubwa sana. Kwa hiyo mimi ombi langu watuongezee mbegu bora na vifaa pia, kama inawezekana vya uendeshaji wa kulima pia wanapenye watupatie. Naitwa Pelegia Joseph Nyambo, ni mkulima katika wilaya ya Songwe, kata ya Chang'ombe, amkosi ya Chang'ombe. Ni mkulima. Mimi nashukuru sana kwa ajili ya mnada ulivyoendeshwa leo, umeendeshwa vizuri. Nashukuru sana chama cha Soleku, kinatusaidia kutafuta wanunuzi, inatuletea wanunuzi wazuri na tumepata bei nzuri kulingana na uzalishaji wetu tunavyozalisha. Kawaida ni bei nzuri, haimuumizi mkulima, ni ya kawaida. Maana hiyo umeridhika na bei ambayo Nimeridhika kabisa mimi kama mkulima. Kitu gani ambacho unatamani kiboreshwe kwa ajili ya minada mingine ambayo inakuja? Sana mimi natamani sana tupewe vitu yani kama kwenye yani mambo ya kulima, ndo tunalima kutumia ng'ombe, kutumia nini, tukipewa yani vyanzo vile vya kulimia vya kisasa tunaweza tukalima zaidi, tukaongeza tija zaidi ya kulima. Mnada huu mimi nina vipeto 52 vile vifungashio 52. Utofauti wa mnada huu na minada ambayo imepita? Utofauti wa mnada huu kidogo ndio hivyo, bei kidogo imeshuka kidogo, lakini haimuathiri sana mkulima.